نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. باب الاقتصاد في الطاعة. Katika kitabu Riyadhus Salihin tumefikia kwenye mlango wa 14. Mlango wa 14 katika kitabu cha Riyadhu unaitwa Babul Iqtisadi fi Ta'a, mlango wa kufanya kwa kiasi ibada za sunna. Yani asije akavamia mtu matendo ya dini mpaka yakawa ni mzigo mkubwa amebeba, kiasi ambacho ama akaja akachukia ibada, au akaja akachoka, au hatimaye zikaonekana kwamba zinamshinda ibada, au mwisho akaamua kuachilia mbali kwa sababu alivamia, alifanya katika kiwango ambacho kimezidi mno. Katika ibada za sunna kwa hakika zinataka zifanywe kwa kiasi maalum, kiasi cha mtu anachoweza kubeba. Ama ibada za fardhi hakuna kupunguza wala hakuna kuzidisha. Ibada ya fardhi yatakiwa itekelezwe vile vile ilivyoamriwa. Ama katika ibada za sunna yataka mtu afanye kwa kiasi. Katika mlango huu tumeona al-Imam an-Nawawi sahibu Riyadhus Salihin, yeye ambaye ndiyo mwandishi wa Riyadhus Salihin, kama kawaida yake kila mlango huwa anaufungua kwa aya munasaba na mlango huo, na mlango huu vile vile ameufungua kwa aya za Qur'ani zilizo mnasaba na mlango wenyewe. Aya ya mwanzo aliyofungulia mlango huo, qala Allah ta'ala: Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Tulizungumza katika darasa za mwezi wa Ramadhani tafsiri ya Taha, kwa kuwa hicho ni kiapo ambacho Mwenyezi Mungu anaapa kwa harfu mbili, ta na he, kuwa ni miongoni mwa harfu 28 ambazo lugha ya Kiarabu ndiyo zinatamkiwa harfu hizo. Na Mwenyezi Mungu ameteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu. Ikiwa watu wanaona ya kwamba maneno haya yanaweza yakatamkwa na binadamu kwa fikra zake, basi Mwenyezi Mungu anaapa kwa harfu ya ta na ha ya kwamba ni harfu hizo hizo 28 nyinyi mwazitamka, basi ikiwezekana na nyinyi tamkeni maneno kama hayo, ili ipate kuonekana kwamba na Muhammad vile vile ametamka kama walivyotamka wengine. Kisha baada ya kiapo hicho Mwenyezi Mungu anasema: ma anzalna alayka alqur'ana, hatujateremsha juu yako Muhammad Qur'ani litashqa, ili uteseke, ili utaabike, ili uingie mashakani. Hii ndiyo Qur'ani ilivyo, na hivi ndivyo ibada zilivyo. Hazikuletwa ibada kumtia mtu mashakani. Kadiri mtu atavyoona ya kwamba amebeba mzigo mzito wa ibada, basi hajafahamu bado ibada ni nini, au anatenda ibada
vile ambavyo sivyo zilivyoamrishwa. Ndio maana anaona amebeba mzigo mzito. Lakini akifahamu ibada ni nini na akawa anatekeleza vile ambavyo imeamrishwa, ibada ataishangilia, ibada ataiona nzuri, ibada ataiona ndiyo starehe yake, na atajiona hana raha mpaka afanye ibada. Hapo kiwango hicho mtu akifika, inakuwa ibada anaifahamu ni nini na anaitekeleza vizuri. Tukasema ya kwamba walana fi hadhihi alayati mawqifun, nasi katika ufunguzi wa aya hizi katika mlango huu tuna kisimamo maalum, lazima tuzingatie kwenye kisimamo hicho. Aya hizi kwa hakika zilisababisha kutokezea tokeo kubwa katika tarehe ya Uislamu. Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, ni aya ambazo zimesababisha kutokezea tukio kubwa mno katika tarehe ya Uislamu. Waislamu hawachoki kujikumbusha tokeo lilotokezea kwa mnasaba wa kuteremshwa aya hizi. Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil-qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Ni sehemu ya mwanzo ya sura Taha, ina tarehe kubwa sana sura hii wakati ilipoteremka. Tarehe yenyewe ni kama wanavyotusimulia wanaoeleza tarehe ya Uislamu, wanasema ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على قريش, tukio lenyewe la sura hii kuteremka kwake wakati aliporudi Makka bwana Amr ibn al-As pamoja na mwenziwe Abdullah ibn Abi Rabi'a waliporejea kwa Quraysh baada ya kutumwa wende kule Habash, Abisinia, kwenda kutia fitna kwa Waislamu wa mwanzo waliohajiri kuelekea kule. Wakapata himaya ya ukimbizi. Himaya hiyo aliwapa mfalme wa Ethiopia wakati ule An-Najashi Al-Ashima. Wakatumwa mabwana wawili hawa, Amr ibn al-As na Abdullah ibn Abi Rabi'a, wawafuatie Waislamu hao wachache wende wakatie fitna kwa Najashi ili awaachilie warejee tena Makka wapate kuadhibiwa na Makuraishi. Kwa bahati nzuri kwa upande wa Waislamu, fitna ile ikawa haikufanikiwa, fitna ile ikafeli. Najashi akaamua kuwapa himaya zaidi na akakubali itikadi walionayo kuwa ni itikadi sahihi, na akawapa uhuru kamili pale kwamba wakae wasihofu kitu, hakuna atakayewafukuza wala hakuna atakayewataaradhi kwa lolote. Mabwana wawili hawa wakaamua kurejea Makka kuleta ujumbe rasmi kwamba wameshindwa kutia fitna. Kwa hivyo waliporejea kwa Quraysh, walam yudriku ma talabu min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na ikawa hawakulidiriki kulipata lile waliolitaka kwa maswahaba wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Waraddahum an-Najashi, mfalme Najashi akawarejesha vibaya sana, bima yakrahun, akawarejesha kwa mambo ambayo wao wanayachukia. Yani hawakuwapata Waislamu wale kurudi nao ili kupata kuadhibiwa, ila walizidishiwa himaya zaidi, na Najashi akawapenda sana. Kipindi kile kwa bahati na huku Makka nako
wakati fitna ya kuachiliwa waislamu wale kule Abisinia inafeli, na huku ndani ya Maka wa aslama Umar ibn al-Khattab, akasilimu Sayyidina Umar ibn al-Khattab ambaye atakuja kuwa khalifa wa pili wa mtume baadaye radiyallahu anhu. Na ilichukua kiasi cha miaka 5 tokea kuja kwa Uislamu hata kusilimu kwa Umar ibn al-Khattab. Miaka 5 kachelewa kuitambua haki, na baada ya kuitambua akajuta kupitwa na miaka 5 hata aitambue haki. Lakini ndiyo mambo ya kilimwengu yanavyokwenda hivyo. Mpaka leo kuna watu bado wamo katika kuchelewa kuitambua haki kama alivyochelewa Saidina Umar. Sababu iliyomfanya achelewe Saidina Umar kuitambua haki ni kusikiliza uvumi unaozungumzwa nje bila ya kufuatilia mambo yeye mwenyewe. Mtu anabaki kusikiliza uvumi ya kwamba watu fulani ni wazushi, watu fulani wanaharibu, watu fulani wanakataza watu kusoma maulidi, watu fulani wanakataza watu kusoma Qur'ani, watu fulani hivi, watu fulani hivi, na mtu anabaki kusikiliza uvumi nje. Hafanyi utafiti mtu akataka kuthibitisha kwamba ni kweli hawa waovu au anachokisema ni haki. Anabaki mtu kusikiliza uvumi na anauamini uvumi ule. Matokeo yake anabakia nyuma, anakawia kuitambua haki. Maisha yanakuwa haki haijui, iko mbali na yeye. Akifanya ibada zake anarembea, anavuruga, anatupa, na kumbe wale ambao pengine aliambiwa ni watu wa batil ndio watu ambao wanaitambua haki, ndio wanaojitahidi kuifuata haki. Pengine angelifanya utafiti akawajua wale ni nani, angepata kufanikiwa na yeye vile vile akaitambua haki mapema. Lakini kwa bahati huwa anakawia kuitambua haki. Saidina Umar naye vile vile alikuwa akisikiliza uvumi. Uvumi alousikiliza ni kwamba Muhammad amekuja na mambo mabaya sana, mambo ya kufarikisha watu na dini yao, dini asili, dini ya wazee. Amekuja na itikadi ya kuabudiwa Mungu mmoja. Amekuja na itikadi ambayo watu hawaitambui. Watu wanaamini pale pana waungu wengi, masanamu. Kwa hivyo Muhammad amefarikisha mtu na ndugu yake, mtu na mkewe, mtu na mzee wake kwa itikadi hiyo. Ikawa yeye amechelewa Saidina Umar mpaka kufikia miaka 5 baada ya kuja Uislamu pale Maka. Lakini baada ya miaka 5, wakati kule Habash Abisinia fitna ya Makureishi na feli kwa kuachiliwa Waislamu kuja kuwatesa, huku Maka nako anasilimu Saidina Umar sasa. وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره. Na Sayyidina Umar pamoja na kuchelewa kwake kuitambua haki alikuwa ni mtu mshupavu, mtu mwenye nguvu, mtu hodari, mtu ambaye alikuwa ni mkali mno, na hata kwa mapambano ya kivita alikuwa shujaa. Ushujaa wake haukuwa unaweza kuzimwa na yoyote au na kikundi chochote. Kusilimu kwake kulisababisha imtana bihi ashabu Rasulillah, wakapata kuzuilika na shari ya Makureishi, masahaba wa mtume waliokuwa wakiteswa, waliokuwa wakionewa, waliokuwa wakifanya ibada kwa siri. Sasa ikabidi ibada ifanywe kwa dhahir, na ikabidi wapata himaya nzuri sana kwa Umar kusilimu. Na vile vile siku zile wa Abi Hamza akasilimu Saidina Hamza kipindi kile baada ya kusilimu Saidina Umar tu, hazikuchukua siku nyingi akasilimu Saidina Hamza vile vile. Hata azza Quraishan. Kwa hali hiyo Waislamu ndio wakaanza kuwashinda Makureishi. Sasa Makureishi wakaanza kujiona wanyonge baada ya kutokwa na watu wawili hawa, Umar na Hamza. Wakana Abdullah ibn Mas'ud yakub, sahaba wa mtume bwana Abdullah ibn Mas'ud alikuwa na usemi akisema, ma kunna naqdiru an nusalli 'inda al-Kaaba. Sisi Waislamu wa wakati ule hatukuwa tukiweza sisi
kusali mbele ya al-Kaaba hatta aslama Umar ibn al-Khattab, mpaka aliposilimu Umar ibn al-Khattab ndipo tulipothubutu kwenda al-Kaaba kusali hivi mbele ya macho ya watu. Lakini kabla ya hapo hatakuwa sisi na uwezo wa kwenda kufanya ibada pale. Ibada zetu zilikuwa kwa vichochoroni, zinafanywa ndani ya chumba kwa siri, mtu asisikie. Falamma aslama, aliposilimu sayyiduna Umar, qatala Quraishan, akaanza kupambana nao kwa nguvu Quraish, hatta salla inda al-Kaaba, mpaka akawashinda na akasali mbele ya al-Kaaba. Anasema Abdullah ibn Saudi, wasallaina ma'ahu, na sisi vifefe vinyonge tukabahatika kusali na yeye Sayyidina Umar mbele ya al-Kaaba. Wa kana islamu Umar, na uislamu wa Sayyidina Umar ulikuwa baada khuruji man kharaja min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam ila al-Habasha, ni baada ya kutoka wale waliotoka katika masahaba wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu kuelekea Habasha. Huku nyuma ndiko alikosilimu Sayyidina Umar. Wa kana islamu Umar anna ukhtahu, na sababu iliyosababisha kusilimu Sayyidina Umar ni kwamba dada yake Fatima binti al-Khattab, alikuwa akiitwa Bibi Fatima binti al-Khattab, kanat qad aslamat, alikuwa bibi huyu amesilimu naye vile vile. Wa aslama ba'luha Sa'id ibn Zaid, na Bibi Fatima akabahatika kwamba akasilimu na mumewe vile vile ambaye akiitwa bwana Sa'id ibn Zaid. Wa huma mustakhfiyan islamahuma min Umar, na ikawa bibi na bwana, mtu na mumewe hawa wanauficha uislamu wao asije akausikia Umar, kwa sababu siku hizo kabla ya kusilimu kwake Sayyidina Umar alikuwa yoyote ambaye yuko katika milki yake au hayuko kwenye milki yake, akimsikia Mkureishi yoyote amesilimu anamuadhibu vibaya sana mpaka artadi, mpaka awachilie mbali dini ya Uislamu. Kwa hivyo Fatima na mumewe Sa'id bin Zaid wakaamua kuuficha Uislamu wao kwa siri kubwa sana asiusikie Umar. Wakana Nuaim ibn Abdullah an-Naham, na kulikuwa na bwana mmoja anaitwa Nuaim ibn Abdullah an-Naham, rajulun min qaumihi, ni mtu katika jamaa zake Sayyidina Umar, ukoo mmoja, min bani Adi ibn Ka'b, katika ukoo wa Sayyidina Umar, katika ukoo unaojulikana bani Adi ibn Ka'b. Bwana huyu Nuaim qad aslama, na yeye pia kipindi kile alikuwa amesilimu. Wa kana aidan yastakhfi biislamihi, na yeye vile vile alikuwa akificha uislamu wake, farqan min qaumihi, ay khawfan min qaumihi, kwa ajili ya kuwaogopa watu wake. Lakini bwana huyu alikuwa na suhba kubwa na Sayyidina Umar bin Khattab. Jamaa yake na khalafu walikuwa ni watu wanaofahamiana sana. Wa kana Khabbab ibn al-Aratti, na kulikuwa na mtu mwingine aliyekuwa akiitwa Khabbab ibn al-Aratti, yahtadifu ila Fatima binti al-Khattab, alikuwa mara kwa mara wenda kule nyumbani kwa dada yake Sayyidina Umar bi Fatima binti al-Khattab, yuqri'uha al-Qur'an, alikuwa anakwenda kumsomesha Qur'ani yeye na mumewe. Mara kwa mara anakwenda kwa siri kule, kaambiwa awapitii kwa siri, ajifiche bila kuonekana na mtu, au anakwenda kuwasomesha Qur'ani ambayo imeteremka wakati ule. Fakharaja Umar, akatoka Sayyidina Umar yawman, siku moja, mutawashihan sayfahu yuridu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kipindi cha miaka 5 kimempita Sayyidina Umar, kachelewa kuitambua haki. Hapa sasa hivi alikuwa si Muislamu bado. Na siku moja akatoka hali ya kuwa ametia upanga wake kwenye ala, upanga ulionolewa vizuri, na ametoka kivita namna hiyo, si kama anapigana na adui yake mwingine, ila anamtafuta Muhammad amuue. Wa rahatan min ashabihi, na
kikundi au jamaa katika masahaba wake vile vile anawatafuta awaue. Qad dhakaru lahu, na kuna kikundi cha masahaba cha jamaa zake Sayyidina Umar wamemwambia yeye annahum qad jitama'u fi baitin 'inda as-Safa. Tumepata habari ya kwamba Muhammad na watu wachache wana desturi ya kukusanyika katika nyumba moja 'inda as-Safa, pale kwenye jabal la Safa. Mahujaji wanapokwenda sasa hivi kuhiji Safa na Marwa, wakati huo palikuwa majabali mawili yale yako nje sana na Kaaba. Sasa hivi yako ndani ya msikiti. Basi wakati ule pale chini ya Safa palikuwa na nyumba ya bwana mmoja anaitwa Arqam bin Arqam. Walikuwa wanakusanyika bwana mtume ndani ya nyumba ya bwana Arqam, na waislamu wachache wanafanya ibada zao kwa siri na kusomeshana Qur'ani ile ambayo ilikuwa tayari imeshuka wakati ule. Watu wa Sayyidina Umar wakampa habari Umar kwamba wewe unachokitafuta bwana usipate tabu. Muhammad na waislamu wachache huwa wanajificha nyumba kadhaa pale inda Safa. Sisi tukipita pale tunasikia mvumo wa maneno ya ajabu ajabu pale. Kwa hivyo kama unamtafuta mwende nyumba ile. Wakamwambia kwamba amekusanyika fi baitin inda Safa wa hum qaribun min 40, na idadi yao hivi sasa wanakaribia watu 40. Ma baina rijali wa nisa'i, wako maki 40 hiyo ni kati ya wanawake na wanaume. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na akaambiwa ya kwamba pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu tayari amekutangulia ammuhu Hamza ibn Abdul Muttalib. Ammi yake Hamza ibn Abdul Muttalib tayari amekwisha silimu na yeye vile. Wa Abu Bakr as-Siddiq wa Ali ibn Abi Talib fi rijal min al-muslimin, katika idadi ya orodha ya kikundi cha Waislamu hao mabwana wamo. Mimman kana aqama ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam Makkah, hawa ni katika watu ambao mtume anaishi nao pale Makkah. Walam yakhruj fi man kharaja, na hawa waliosilimu ambao wanakusanyika ndani ya nyumba ya Arqam bin Arqam, wao hawakutoka kwenda kule Abyssinia kwa mfalme Najash ila ardhi al-Habasha. Basi akiwa Umar anaelekea kwenye nyumba ya Arqam bin Arqam kwenda kufanya mauaji, atamuua Muhammadi, atamuua Hamza, atamuua Abu Bakari, atamuua Ali, atamuua kila aliyesilimu pale kumpata Muhammad, au akitaka salama yake artadi, arudi nyuma. Kaelekezwa kwamba Muhammad yumo kwenye nyumba ya Arqam bin Arqam inda Safa. Wakati akiwa anaelekea nyumba hiyo, talaqiyahu Nuaym, njiani akakutana na huyu bwana Nuaym ambaye tumemtaja kwamba alikuwa ameshasilimu na yeye ni katika jamaa zake Umar, na alikuwa ameuficha Uislamu wake kwa sababu ya watu wake watamuadhibu. Talaqiyahu Nuaym ibn Abdullah faqala lahu, wa Nuaym akamwambia Umar, aina turidu ya Umar, mbona nakuona umeghadhibika na umechomeka silaha kwa ajili ya kwamba umekalia kimapambano, unakusudia kwenda wapi ewe Umar? Faqala Sayyidina Umar akamjibu, uridu Muhammadan hadha as-sabi, namkusudia huyu Muhammad ambaye ni msubahi. Msubahi anakusudia kwamba ameleta dini mpya tusiyoelewa sisi na wazee wetu, amekuja na dini ovu. Hivyo ndio fikra yake inavyomwambia wakati ule Umar, amekuja na dini nyingine. Alladhi, huyu ni yule ambaye faraka amra Quraish, ameligawa, amefarikisha jambo la Quraish, wasaffaha ahlamaha, na akazifanya ni pumbavu akili zao zote. Kawatoa maanani Quraish, anawatukana huyu, anasema ya kwamba waungu wao hawana akili, waungu wao hawasemi, waungu wao hawaoni, anawafanya wapumbavu, wanaabudia masanamu matukufu yale. Wakati ule kwake masanamu yale ilikuwa ni waungu watukufu. Anamwambia wasaffaha ahlamaha wa abadinaha, na akajia aibu dini yao Quraish.
wasabba alihataha, na kuwatughania waungu wao vile. Basi kwa hivyo mimi ninakwenda kwa Muhammad na ninakupa waziwazi nikimkuta faaqtulahu, ili nimuue. Hiyo ndio dhamira ya Umar kumtafuta Muhammad wakati Mwenyezi Mungu anamvuta katika haki ili apate kuiona. Na ifuate, faqala lahu Nuaym ibn Abdullah an-Nahham, bwana Nuaym akamjibu Sayyidina Umar akamwambia, wallahi laqad gharratka nafsuka min nafsika, mimi nakuapia kwamba imekudanganya nafsi yako ndani ya nafsi yako. Nafsi yako imejidanganya wenyewe. Wewe ni mtu ambaye umedanganyika kutokana na nafsi yako mwenyewe. Kwa nini unaniambia hivyo Nuaym? Akamwambia, nakwambia hivyo ya kwamba atara bani Abdi Manafi, hivyo wewe unawaona hawa ukoo wa bani Abdi Manafi, tarikika tamshi ala al-ardh, watakuacha wewe unakwenda mapana na marefu katika ardhi, waqad qatalta Muhammadan, na huku ukioshamua Muhammad. Unadhani hapa Maka kila mtu ambaye ni ukoo bani Abdi Manafi atakuachilia wewe utembee hapa? Imekudanganya sana wewe nafsi yako hata ukaona hivi. Nionavyo mimi basi lenye maana ambalo wewe ulifanye, afala tarji'u ila ahli baitika, kwa nini urejei kwa watu wa nyumbani kwako waliokuhusu wewe mwenyewe? Muhammad si jamaa yako, si mwanao, si ndugu yako. Wewe ni ukoo wa bani Adi, huyu ni ukoo wa bani Abdi Manafi. Abdi Manafi hawakuachi wewe ukimtumbua huyu, pamoja na ukafiri wao wanaomfanyia kumkatalia dini aliyopewa na Mola wake na kuifundisha, lakini katika mauaji watakuwa kitu kimoja na ndugu yao huyu na mtoto wao huyu. Mimi naona bora urejee kwa watu wa nyumbani kwako mwenyewe, fatukima amrahum, upate kwenda kulisimamisha jambo lao hao jamaa zako. Qala Sayyidina Umar akamuuliza bwana Nuaym, wa ayu ahli baiti, wewe unakusudia kwamba mimi nirejee nyumbani kwa watu wangu, kwani kuna mtu wangu ambaye yeye anamfuata Muhammad? Hivyo kweli anaweza kutokezea mtu katika ukoo wa bani Adi kama mimi akawa anaingia kwenye upuuzi kama huu? Kumbe na yule anaosema naye pale Nuaym ni katika bani Adi, kishampata Muhammad, lakini haitokezeshi imani yake. Huyu Nuaym alikuwa anamfifirisha vile kwenye akili yake, anamuepusha mtume wa Mungu na shari, anampeleka kwa ndugu yake ili mtume apate kusalimika na shari yake. Na baada ya kumpeleka ndugu yake, yeye Nuaym ampelekee habari mtume kwamba Umar anakutafuta kwa ajili ya mauaji, akuue. Umar akamuuliza, wa ayu ahli baiti, unakusudia yupi katika watu wa nyumba yangu? Qala Nuaym akamwambia, sikufichi, nitakupa wazi. Khatanuka, shemeji yako, wa ibn ammika, na ambaye ni mtoto wa ammi yako. Upande ni shemeji na upande ni mwanao au nduguyo, mtoto wa ammi yako. Nani? Si mwingine isipokuwa ni bwana Sa'id ibn Zaid ibn Amr, shemeji yako uliyomuozesha dada yako Fatima binti al-Khattab, baba mmoja na wewe. Wa ukhtuka, na huyo dada yako Fatima vile vile, Fatima binti al-Khattab. Basi naona ujipe wajibu juu yako kwa wawili hawa bora zaidi kuliko mtu mwingine. Shughulika na hawa kuliko Muhammad. Muhammad bani Abdi Manafi hawakuachiliwe kutembea katika ardhi kama watakwenda kumuua Muhammad. Pale pale Sayyidina Umar moyo wake ukabadilika na akabadilisha mawazo. Faraja Umar, akarejea Sayyidina Umar amidan ila wa khanatihi, akarejea sasa kumkabili dada yake na shemeji yake. Wa indahuma Khabbab ibn al-Arat ma'ahu, na wakati huo kwa bahati yule Khabbab ibn al-Arat anayekwenda kwa siri mara kwa mara kwa dada yake Sayyidina Umar, wakati ule ikasadif kwamba yuko kule anasomesha Qur'ani. Wa ma'ahu wa indahuma Khabbab ibn al-Arat ma'ahu sahifatun, na pamoja naye Khabbab ambaye ni mwalimu
ana kipande cha ngozi, fiha suratu Taha, ndani yake imo suratu Taha. Ndo kwanza inashuka mbichi, aya chache sana zimeshuka zamani. Yukri'uhuma iyaha, Khabbab ibn al-Arat anawasomesha mtu na mumewe, dada yake Saidna Umar Fatima pamoja na Said bin Zaid, wanasomeshwa na Khabbab ibn al-Arat sura Taha. Saidna Umar akaja zake mpaka mlangoni kwa dada yake pale, na kishaambiwa ya kwamba dada yako na shemeji yako wamesilimu, bora ukuje safari ya kumfuata Muhammad, elekea huku kwanza ukaanze hawa. Falamma sami'u hassa Umar, walioko ndani waliposikia hisia za Umar ndiye anayegonga mlango, taghayyaba Khabbab, yule mwalimu Khabbab akaona leo katika siku mbaya na nzito na ngumu, leo moja mlango umepigwa ghafla na wao wanasoma Qur'ani kwa siri, na washapata habari ya kwamba katika watesaji wakubwa wakati ule Umar ni mtesaji mkubwa kwa kila ambaye kamsikia amesilimu. Wamepata habari kwamba Umar anagonga mlango na halafu sauti yake imeanza kubisha hodi. Walipohisi ya kwamba ni yeye ndiye anayebisha hodi, yule Khabbab bin al-Arat akawaambia, nitafutieni pahala mimi njizike humu ndani, atakayeuawa mwanzo atakuwa ni mimi msomeshaji. Wewe Fatima dada huyu kaka yako baba mmoja mama mmoja, wewe Said bin Zaid huyu shemeji yako kakuozesha dada yake, mimi ndio nitaonekana nuksi nyumba hii. Mtafutieni handaki lolote njifiche, nyinyi haijambo kidogo, huyu hawezi kukuueni huyu. Fataghayyaba Khabbab, akajificha Khabbab fi makhda'in lahum, katika makhda'i yao. Na hii makhda'i, wakati ule Waarabu wakijenga nyumba, jinsi ya ujahili uliokuweko duniani na uharamia, ndani ya nyumba huwa kuna kijumba chengine cha siri ambacho watu kitokezea hali ya hatari huenda akajizika mtu ndani ya nyumba ya siri, ndani ya nyumba. Na huwa kuna vilango vya siri vile vile, ama vitakuweko juu ya paa vilango vya siri, au popote pale kunakuwa na vilango vya kujipenyeza mtu akatoka kwa mlango wa nyuma, au popote pengine juu ya bati juu akatoka kapenya. Hata bwana Mtume sallama na Abu Bakar walipokuwa wanakimbia kuhajiri kuelekea Madina, walipitia mlango wa siri juu ya paa. Walikuwa wakati ule wana desturi ya kujenga nyumba halafu wanafanya mambo ya siri na nyumba. Basi Khabbab ikawa kafishwa katika eneo hicho kadogo sana, chembamba sana, hawaingii watu wengi. Naambiwa jizike huko. Wa akhadhat Fatima binti al-Khattab as-sahifa, yule bi Fatima binti al-Khattab yeye akaamua kuihifadhi ile sahifa ya ngozi, ndani yake mna aya za Qur'ani sura Taha. Akaamua kuihifadhi ili asije kaipata Umar, ataamua kuirarua, ataamua kuifedhehi, pengine aamue kuitemea mate pale, ikanyaga itimbetimbe, kwa sababu ni kitu chenye kumuudhi. Na wakati ule ilikuwa ndo kwanza inashuka mbichi sana, hawajahifadhi, hawajaifahamu, walihofia kama itavurugwa ile, huenda wakapata lawama kubwa sana kwa mtume wa Mungu kwamba wameiachia Qur'ani imeharibiwa na kafiri. Fatima binti al-Khattab kaamua kuwa nayo sahifa ile, faja'alatha tahta fakhidhiha, akaiweka sahifa ile ya ngozi chini ya paja lake, ikaanza kitako na sahifa ameikalia. Waqad sami'a Umar, na kumbe Saidna Umar alikusha sikia hina dana ila albayti qira'ata Khabbab alayhima. Kumbe pale alifika kitambo, akajibanza chini ya mlango, akawa amesikia maneno ya kigeni ambayo sauti ya Khabbab anaifahamu. Akafahamu Khabbab anawasomesha mtu na mumewe Qur'ani. Alibisha hodi baada ya kuwa na hakika watu ndani wanafanya nini, hawezi kudanganywa tena. Hodi ameibisha baada ya kupata ithibati kwamba watu kweli wamesilimu na wanasoma maneno mapya, wanamtaja Mungu ambaye wao hawamuelewi, wanamtaja Mungu ambaye
siye wanayemuadhimisha. Kama wanamjua tu muumbaji wa mbingu na ardhi, lakini siye wanayemwabudu. Basi alikushasikia Sayyidina Umar qiraat Khabbab alayhima, falamma dakhala qala, basi mara alipofunguliwa mlango tu neno la mwanzo alilolisema ilikuwa ma hadhihi alhaynama, ni maneno gani haya yasiofahamika, allati sami'tu, ambayo mimi nimeyasikia punde hapo nje. Hakuna salamu alaykum, hakuna je hamjambo. Baada ya kuingia ndani tu anawaambia ma hadhihi alhaynama allati sami'tu, ni maneno gani yasiofahamika ambayo mimi nimeyasikia hivi punde. Qala Fatima na mumewe kwa pamoja wakamjibu, ma sami'ta shay'an Umar, hukusikia chochote. Hebu tazama, masikio yako yamekudanganya nini? Umesikia nini? Hukusikia kitu bwana. Sisi tunazungumza mambo ya kawaida. Mimi na Said bin Zaid shemegi yako huyu tunapanga mambo ndani ya nyumba, chakula chetu na watoto wetu na hivi na hivi na hivi. Hukusikia kitu Umar, ni mambo kawaida tu. Na huku wanajibu jawabu ile wakiwa na guilty conscious. Unajua mtu akiwa na jambo limemtanza, basi kidogo kuna alama ndani ya uso wake, kuna alama ndani ya mwili wake inaonyesha kwamba kidogo hali si nzuri. Qala bala, na Umar akawajibu hapana, wallahi laqad ukhbirtu, mimi sasa ninaapa kwa Mwenyezi Mungu, huyo mnamwabudu nyinyi, kama mnaniamini basi mimi nishapewa habari annakuma tabatuma Muhammadan ala dinihi, ya kwamba nyinyi wawili mmeshamfuata Muhammad juu ya dini yake. Sasa habari inakutoka kwa. Kwa hivyo hakuendelea na kuuliza tena baada ya sentence ile, isipokuwa alianza uvamizi. Na mwanzo aliomvamia wa batasha bi khanatihi Sa'id ibn Zaid, alianza kumvamia shemegi yake Sa'id bin Zaid kwa vibao, akaanza kumshambulia, akawa anampiga. Faqamat ilayhi ukhtuhu, dada yake alipoona mumewe anashambuliwa akasimama kumdefend, akasimama kutaka amtetee dada mumewe. Faqamat ilayhi ukhtuhu Fatima bint al-Khattab litukaffihi an zawjiha, ili kumkinga mumewe asipigwe zaidi. Bwana Said bin Zaid, faqamat ilayhi ukhtuhu Fatima bint al-Khattab litukaffihi an zawjiha fadarabaha fashajjaha. Umar alipoona dada yake anamzonga zonga, hapati kumshambulia vizuri Said bin Zaid, aliamua kumtia adabu kidogo mwanamke yule, akachomoa upanga akampia kwa bapa ya upanga, akamkata kidogo. Fadarabaha, akamsukumia upanga lakini kwa nyuma, bapa ya upanga sio makalizi. Hata hivyo fashajjaha, akampasua kichwani, ikawa dada yake atoka damu. Falamma fa'ala dhalika, alipofanya hivyo Umar, qalat lahu ukhtuhu wa khanatuhu, hapo kwa pamoja dada yake na mumewe wakamwambia, kama unakuja na tabia hiyo, basi sasa sisi tunakwambia naam, qad aslamna. Ala, umeshajeruhi, umeshamkata mtu kichwa atoka damu, basi sasa binadamu keshafika pahala anaamua. Tunakwambiaje? Sisi tumesilimu sasa na vianze vita. Sisi tumesilimu, qad aslamna wa amanna billah, sisi tumesilimu na tumemwamini Mwenyezi Mungu wa rasulihi na mjumbe wake. Fasna ma badalaka, wewe fanya lile ambalo unaliona linafaa. Sisi tumesilimu. Falamma raa Umaru ma bi ukhtihi min ad-dami, lakini Saidna Umar badili ya kupandisha ghadhabu kwa maneno hayo, alipoona dada yake anavuja damu nyingi kichwani na wale wamevinjari sasa wanasema waziwazi wako tayari kwa lolote, kidogo alirudi nyuma. Mwenye akili timamu hapo anapoona hali kama hiyo huwa anajiuliza, hawa lazima kitu ambacho kimewasababisha sasa kusema potelea mbali, lazima ni kitu ndani yake kina ukweli. Binadamu anapofika mpaka anaamua hivyo, ikiwa ni jambo la itikadi linampeleka hivyo,
anaamua kwamba sasa potelea mbali na nife kwa ajili ya itikadi yake ya Mwenyezi Mungu, basi sasa hapo inabidi mtu ajiulize, huyu kwani kaamini nini? Kitu gani kilichomfikisha hapo? Huyu anajielewa Umar, hakuna mtu anaweza kumbarizi yeye. Itakuwaje leo dada yake na yule Said bin Zaid mnyonge kabisa wasimame kinaga ubaga kumwambia kwamba fanya unavyoona, sisi tumesilimu? Kidogo hapa akatambua kwamba hapa liko jambo, na hususan alipoona damu inamvuja dada yake. falamma raa Umar ma bi ukhtihi min ad-dami nadima ala ma kana sanaa, pale kidogo ilimjia kujuta, kwa nini mimi nikampiga mwanamke huyu? Hawa wanawake hawa inapotokea mapambano huwa hawapigwi hawa, kwa nini mimi nikampiga mwanamke tena ndugu yangu? Faraha akaanza kufanya huruma nyingi sana pale pale, Mwenyezi Mungu akamjalia akaanza kufanya huruma. Wakala li ukhtihi, na kaja na maneno ya chini sasa, akamwambia dada yake, aatini hadhihi sahifa, hebu Fatima nipe hii sahifa ambayo nyinyi ndio mkisoma. aatini hadhihi sahifa allati sami'tukum taqra'un, hebu nipe hicho kisahifa ambacho mimi ninakusikieni nyinyi mnakisoma. Alifan, mnakisoma hivi punde mimi nilipokuwa nje. Andhuru, ili nipate kuangalia, ma hadha alladhi jaa bihi Muhammad, ni kitu gani hichi ambacho amekuja nacho Muhammad. Wa kana Umaru katiban, na Saidna Umar wakati ule alikuwa tayari yeye ni mtu ambaye anajua kusoma na kuandika. Falamma qala dhalika, aliposema maneno hayo, qalat lahu ukhtuhu, dada yake akamwambia, inna nakhshaka alaiha, sisi tutakuogopea wewe juu ya sahifa hii, kwa sababu utaidhuru, utairarua hii. Unataka tukupe hapa kwa mipango tu, ukikamata utaichana na ndani yake sisi humo ndo tunapata imani. Hii ni Qur'ani bwana, imeshuka. Hakuna kitu chenye thamani kwetu sisi kuliko hichi, na kuogopea kama nitakupa wewe hii haisalimiki. Qala la takhafi, Saidna Umar akamwambia dada yake, kwa hilo na kuhakikishia ya kwamba itakuwa salama na usiogope. Saidna Umar akamwambia dada yake, usiogope kwa jambo hilo. Wa halafa laha bi alihatihi, sasa akamlia kiapo kwa waungu wake masanamu kwamba anataka aaminiwe. Na wale wanamjua Umar wakati ule anapoapa kuapia masanamu, basi huwa ni mkweli kuliko aliposema wallahi wakati huo nyuma. Na ndivyo alivyokuwa kila mushrik, anapowataja masanamu yake basi muamini kwamba anasema kweli. Akikwambia naapa wallata wal uzza, basi msadiki anakwambia kweli. Ndio imani yake imekuwa nzito zaidi kwa wataja wale. Wa halafa laha bi alihatihi, akawalia yamini kwa waungu wake masanamu, la yarudannaha, atairejesha sahifa hiyo, idha qara'aha ilaiha, wakati atapoisoma. Falamma qala dhalika, aliposema maneno hayo, tami'at fi islamihi, dada yake hapa akawa kidogo amepata green light. Kuna kitu Mwenyezi Mungu alimuonyesha, lazima huyu isijekuwa anataka kusilimu. Madhali anaapa sasa kuwataja waungu, na akishasema atairejesha, anaamini kwamba anasema kweli. Na akaona huyu pengine anataka kusilimu huyu, au itamuathiri katika hii, ataifahamu haki mara moja. Faqalat lahu, lakini pamoja na hayo dada yake akamwambia, ya akhi innaka najasun, kaka yangu nasamahani sana, wewe ni najis, wewe ni kafir, wewe mushrik. Innaka najasun ala shirkika, wewe ni mtu najis, ni mchafu juu ya shirki yako ulionayo. Wa annahu la yamassuha illa tahiru, na hii Qur'ani haikamati illa aliyekuwa tahir, kwa maana awe muislamu. Fakama Umar, pale Umar akaambia, kwa hilo vile vile mimi nitakuridhisha, nieleze nifanye nini mimi mpaka niwe msafi unavyotaka nabii. Mimi nitakao ukoge, baada ya kukoga nikuonyeshe namna ya kutawadha,
usiulize kitu wakati ule kwamba je udhu wa kafiri unaingia au ingii. Wakati ule sheria hazipo, sheria zimekuja Madina, pale watu wanafanya jambo wanalofahamu wao wenyewe tu. Na Fatima anamjibu kiasi cha logic anayoelewa yeye mwenyewe tu, kwamba anataka kumuonyesha matukufu ya dini yalivyo. Na Omar anamwambia mimi niko tayari, vyovyote utakavyo nitafanya. Akamwambia basi kakoge mkuone, nikufundishe namna ya kutia udhu, halafu ndo nitakupa kama sahifa hii. Likaonekana jana dume lile Omar linaweka upanga chini na linakwenda kujitia maji, anarudi maji yanamchuruzika kichwani, anaonyeshwa namna ya kutawadha, anatawadha. Basi pale wakaingia tamaa wote, Abu yule Said ibn Zaid, Fatir al-Khattabi, kidogo wakaingia tamaa kwamba kweli huyu atainusuru, yani hataifanya chochote Qur'ani na huenda ikamuathiri. Maka nikakubali kufikia vile, basi walimuona si muongo tena. Fakama Umar, akanyanyuka Umar, faktasala, akenda akakoga. Fa'atathu sahifa, ndipo dada yake akamkabidhi sahifa ya ngozi, wafiha, na ndani yake sahifa ile ndio kina kipande hiki cha Taha ambacho Imamu Nawawi amekiweka mwanzo kabisa kufungulia mlango babul iktisadi fi Taha, mlango wa kupunguza katika ibada za sunna. Mtu zisikamuelemea ibada za sunna mpaka zikawa ni mzigo mzito, akashindwa na akawa anachukia mambo ya ibada. Ukijiona kidogo mambo ya ibada hasa ya sunna yanakupa uzito, yanakupa usumbufu, yanakutesa, hujafahamu ibada ni kitu gani ibada, na unaifanya ibada ndivyo sivyo, mpaka ujione ibada unaionea raha, ibada unaishangilia, huwezi kuikosa, na ukiifanya unaifanya unastalazi, basi ushafahamu ibada ni kitu gani, na sasa unaifanya ndivyo. Ili tuuelewe vyema mlango huu wa iktisadu fi Taha, hebu sikiliza kipande cha sura Taha, aya zake za mwanzo ambazo zimeshuka wakati ule, zinazungumza habari gani. Mwenyezi Mungu anasema Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, hatukuteremsha juu yako ewe mja Qur'ani hii ili uteseke, ili utaabike, ili uingie mashakani. Qur'ani si kitu cha kukutesa mja. Na ukijiona Muislamu mpaka leo Qur'ani inakutesa, inakutaabisha, inakupa taabu kuisoma, fanya wasiwasi mkubwa na Uislamu wako. Hii ni black and white. Mtu anaambiwa hivi kinaga ubaga. Anza kutilia mashaka Uislamu wako ukoje na kitabu cha Mungu ikiwa kinakutesa, kinakutaabisha, hujui kukisoma vizuri. Haikuletwa ikutese hii, imeletwa hii uionee ladha kubwa. Kila umri wako unapoendelea mbele, unahakikisha kwamba unaionea ladha Qur'ani zaidi. Unastarehe sana ukiisoma. Kama ulisoma mwaka jana, sasa hivi mwaka huu unaisoma vizuri zaidi. Haikuletwa Qur'ani hii mtu imtese, aingie mashakani, aingie gharama, apate tabu. Imeletwa imfurahishe, imeletwa imuongoe, imeletwa kama ndo dira yake ya maisha yake, ufumbuzi wa maisha yake, ni kitu chenye kutatua matatizo yake. Ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa, isipokuwa tadhkiratan, ni maonyo, ni makumbusho, liman yakhsha, kwa yoyote mwenye kumuogopa Mola wake. Illa tadhkiratan, haikuwa hivyo Qur'ani kwamba ikutaabishe, isipokuwa ni maonyo, liman yakhsha, kwa yule mwenye kumuogopa Mola wake. Tanzilan, huu ni uteremsho, mimman khalaqa al-ardha, unaotokana na yule aliyeumba ardhi, wasamawati al-ula, na mbingu ambazo ni kubwa mno, zimekwenda kwa utukufu mkubwa mno. Si mwingine huyo isipokuwa yeye ni Ar-Rahmanu, Mwenyezi Mungu mwenye rehema nyingi, ala al-arshi istawa, juu ya arshi yake, juu ya enzi yake. Arshi anayejua yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu ni kitu gani. Lakini al-istiwa'u ma'rufun wal kayfiyatu majhulun. Wanavyuoni wa aqida nasema istiwa'u kwa Mwenyezi Mungu ni jambo linalojulikana, ametaja mara nyingi kwenye Qur'ani. Ala al-arshi istawa ma'ruf, lakini al-kayfiyatu majhulun, namna yake, namna vipi Mwenyezi Mungu anasitawi kwenye arshi, hichi ni kitu hakiwezi kujulikana, kwa sababu ilivyokuwa yeye mwenyewe laisa kamithlihi shay'un, basi kila
alichojimithilishia yeye inakuwa vile vile uwezo kukipigia mfano. Akikwambia bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha'u, bali mikono yake Mwenyezi Mungu imekunjuka na anatoa atakavyo, basi kuwa na mikono Mwenyezi Mungu ni kitu maarufu, lakini kaifia mikono ilivyo tofauti na vile alivyowapa viumbe vyake. Lakini yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu laisa kamithlihi shay'un, na kila alichojipa yeye huwezi kukifikiria ukakipata kwenye akili yako. Lazima utagonga ukuta. Akili yako iliyoumbwa na yeye muumbaji haiwezi kufika mpaka ikamuelewa muumbaji alivyo katika dhati yake. Ama hikma yake atakufahamisha, nguvu zake atakufahamisha, namna matendo yake atakufahamisha, lakini kumtambua dhati yake ni jambo mustahili. Kwa kauli ya mkato, laisa kamithlihi shay'un, hana mfano wa chochote ambacho kinapita kwenye akili yako. Chochote kipitacho kwenye akili yako hakiwezi kulingana na Mwenyezi Mungu. Fikiria lolote katika akili yako, basi utapiga ukuta tu. Hawezi Mwenyezi Mungu kulingana na kitu hicho. Ar-Rahmanu, yeye Mwenyezi Mungu mwenye rehema nyingi, ala al-arshi istawa, juu ya arshi Mwenyezi Mungu amesitawi. Lahu ma fi samawati, ni vyake yeye Mwenyezi Mungu vyote kuanzia mbinguni, wa ma fil ardi, na vilivyomo katika ardhi, wa ma bainahuma, na vilivyomo baina ya mbingu na ardhi, wa ma tahta thara, na hata vilivyopo chini kabisa kabisa, ambapo akili ya mwanadamu haijafika bado chini huko kuna nini, basi Mwenyezi Mungu vile anasema miliki yake. Wa in tajhar bil qawli, Mwenyezi Mungu huyo kama utajihirisha katika maneno yako, ikiwa utaamua umwite kwa taabu upate taabu, basi yeye fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, kwa hakika anajua siri na iliyojificha kuliko siri. Mwenyezi Mungu anajua. Usipate taabu bure, utaka ufanye siri maneno yako au ufanye dhahiri maneno yako, yeye anajua siri na dhahiri. Allahu, huyo ndo Mwenyezi Mungu mwenye jina la Allah. La ilaha illa hu, hakuna mola mwingine afaye kuabudiwa ila yeye. Lahul asmaul husna, yeye ni mwenye majina mazuri ambayo majina hayo kila haja uliyokuwa nayo binadamu basi imo katika jina la Mwenyezi Mungu. Wewe mwite kwa jina hilo na umuombe haja yako. Ukitaka riziki, yeye Ar-Razzaq. Ukitaka nguvu, yeye Al-Qawi. Ukitaka uhai, yeye ndiyo Al-Hayy Al-Qayyum. Alimradi kila haja ulionayo basi imo ndani ya jina la Mwenyezi Mungu. Lahul asmaul husna, na akaamrisha Mola huyo fad'uuhu biha katika aya nyingine, muombe kwa majina hayo. Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna. Alipofika hapo Saidna Umar, falamma qaraa minha sadran, alipoisoma taratibu kabisa Saidna Umar, na alikuwa yeye katibu, anajua kuandika, anajua kusoma, na ile Qur'ani ni lugha yake ya ufasaha, alikuwa akielewa kila neno linalozungumzwa. Qala, baada ya kufika Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna, akasema ma ahsanu hadha alkalamu wa akrama. Huku anatikisa kichwa na anaonekana amebadilika sura yake, amebadilika rangi ya mwili wake, amebadilika hali yake alionayo, mpaka sauti anayosemea sasa sio ile sauti anayoingilia ya ghadhabu na kutaka mapambano. Sasa anazungumza kwa sauti ya unyonge, sauti ya chini, sauti ya mtu ambaye anakaribia kwenye kilio, anataka kulia nusra alie. Anasema ma ahsanu hadha alkalam, uzuri ulioje wa maneno haya, wa akrama, na utukufu ulioje wa maneno haya. Falamma sami'a dhalika Khabbab, yule aliyejificha kwenye pahala pasiri ndani ya nyumba mwalimu Khabbab ibn al-Arati, aliposikia sentensi hii kwa Umar, yale yote anayokwenda pale, mimi siitani au siiguse, wewe najisi, sasa nifanyeje mimi, kakoge, anakwenda bado. Khabbab yuko kwenye kihandaki, alitetemeka, sema hapana, hapana salama hapa. Kwa Umar ilivyo hali yake, hapana salama hapa, hii karatasi akipewa ataichana na ataua tu. Mpaka aliposikia sauti ma ahsanu hadha alkalam, uzuri ulioje wa maneno haya, wa akrama, na utukufu ulioje wa maneno haya. Falamma sami'a dhalika Khabbab kharaja ilayhi, hapo ndipo alipotoka kumtokea Umar. Faqala lahu ya Umar, katoka mbio
huku amejawa na furaha, akamwambia, ewe Umar, wallahi mimi ninakuapia kwa Mwenyezi Mungu ninayemwamini, inni la arju an yakuna Allah qad khassaka bid'awati nabii. Kilichomtoa mbinguni sasa hivi, mimi hata kama utaniua niue Umar, lakini lazima nikwambie ya kwamba huenda mimi nataraji, huenda Mwenyezi Mungu amekuhusisha wewe uwafiki katika dua iliyoombwa na mtume wake. Nataraji kwamba utakuwa wewe umehusishwa na Mwenyezi Mungu kwa dua ya mtume wake Muhammad, bid'awati nabii. Fa inni sami'tuhu, kwani hakika mimi nimemsikia mtume amsi, jana, wallahi jana mtume katika maneno, na ilikuwa kweli jana yake mtume aliomba dua. Wa huwa yakul, nimemsikia akisema, Allahumma, Mwenyezi Mungu, tunateswa namna kama hivi, tunauawa namna kama hivi, hawa ndio nao wachache na adhibiwa namna kama hivi. Wakati huo baba yake Ammar bin Yasir kauawa mbele yake Ammar bin Yasir, na mama yake pamoja wameuawa vibaya sana mbele yake Ammar akiwa kafungwa. Mtume ilibidi pale hana la kufanya, akamkabidhi Mola wake, na Mwenyezi Mungu, aidil islam, na kuomba utie nguvu Uislamu, bi Abil Hakam ibn Hisham, kwa kumpa imani Abil Hakam ibn Hisham. Anamkusudia Abu Jahli. Amr ibn Hisham asilimu yeye, akisilimu itakuwa kidogo tupate pumzi. Au bi Umar ibn al-Khattab, au muwafikie kusilimu Umar ibn al-Khattab, kazi itakuwa imekwisha, shida hii itatuondokea hii. Basi Khabab anamwambia Umar, huenda ikawa Mwenyezi Mungu anakuhusisha wewe kwa dua ya mtume wake. Nimemsikia jana mtume akisema, Mwenyezi Mungu utie nguvu Uislamu kwa mmoja katika wapendeza wawili kwako, bi ahabbi rajulaini ilaika, mmoja anaopendeza kwako Mwenyezi Mungu muwafikie kusilimu. Kama utampenda Abu Jahali, mchukue katika dini hii, na kama utampenda Umar, Abu Jahali umchukie, mwache Abu Jahali, mchukue Umar. Nimemsikia mtume akiomba dua hiyo, akikutaja kwa jina lako wewe, sallallahu Allah ya Umar, Allah Allah Umar, sio kaja fursa kama hiyo. Madhali nimemsikia mtume kasema hivyo, basi huenda dua yake imewafiki. Faqala lahu inda dhalika Umar, aliposikia na maneno hayo kwa Khabbab bin Arati, Sayyidina Umar sasa akaja na kauli nyingine, akawaambia, fadulluni ya Khabbab, nijulishe basi ewe Khabbab, ala Muhammadin, wapi aliko Muhammadi hivi sasa, hatta atihi fa uslima, ili nimwendee nikapate kusilimu. Faqala lahu Khabbab, Khabbab akamwambia, huwa fi baitin inda Safa, kule alikokuwa anaelekea mwanzo, yuko kwenye nyumba fulani pale kwenye jabal la Safa, ma'ahu nafarun min ashabihi, na nenda utamkuta yuko pamoja na masahaba wake, wamo ndani mle, na hivyo wanafanya ibada kwa siri, wanaogopa mashambulizi yenu nyinyi. Na kwa hivyo Mwenyezi Mungu kama atakuwafikia leo kutambua Uislamu